Naam, habari na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kujuze yanayochipuka muda huu. Ni taarifa kuhusu maandamano yaliyofanyika kuanzia tarehe 29 hadi tarehe 1 Novemba mwaka huu 2025 nchini Tanzania. Samia Suluhu sasa kupitia jeshi lake la polisi wamewaachia huru vijana takriban 300 waliokamatwa wakati wa maandamano. Bonyeza alama like kisha subscribe. Kufuatia mvutano wa maandamano ulioendelea katika uchaguzi wa Tanzania, kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro kwa niaba ya serikali SACP Simon Maigwa ametoa hoja ya kutuliza hofu kwa wananchi na Watanzania na kuhakikishia wananchi kuwa hakuna matukio ya mauaji au majeruhi yanayohusisha raia au askari polisi katika eneo lake. Kauli yake imekuja wakati mgumu ambapo uvumi ulikuwa ukienea kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii kufuatia machafuko yanayohusishwa na uchaguzi wa hivi majuzi. Kwa mujibu wa kamanda huyo Maigwa, maandamano ya Tanzania mkoani Kilimanjaro sasa yamepungua na utulivu umerejea katika eneo hilo na waandamanaji wengi waliokamatwa wameachiliwa. Kamanda Maigwa alizungumza na waandishi wa habari mnamo Novemba tarehe 5 akisisitiza kuwa hali ya usalama mkoani Kilimanjaro bado ni shwari licha taarifa za awali za machafuko yanayohusiana na maandamano ya Tanzania. Alieleza kuwa vitengo vya polisi vinaendelea na doria katika mkoa huo ili kudumisha amani zaidi na utulivu, na uchunguzi unaendelea kuhusu matukio yaliyozua fujo na hasara. Maandamano haya yaliyopita yaliyofuatia uchaguzi mkuu uliokumbwa na utata yaliendelea kuvutia hisia za nchi nzima na wasiwasi wa kitaifa. Wakati uchunguzi ukiendelea, kamanda huyo wa polisi alithibitisha kuwa jumla ya watu 11 wako rumande kwa sasa kutokana na fujo na machafuko yaliyotokea wakati wa maandamano ya Tanzania. Kati ya hao 9 walituhumiwa kuchoma matairi ya moto katikati mwa barabara za umma ili kuvuruga amani, huku wengine 2 wakidaiwa kutumia mitandao ya kijamii kuhamasisha maandamano haramu na kuzua machafuko. Mamlaka pia zinasema kukamatwa huko kumefanywa katika juhudi za kuzuia machafuko zaidi na kuhakikisha kuwa waliohusika na kuchochea ghasia wanawajibishwa. Alifafanua zaidi kwamba polisi walifanya uhakiki wa kina wa mamia ya wafungwa waliokamatwa wakati wa maandamano hayo ya Tanzania. Kama matokeo, zaidi ya vijana 300 ambao waliwekwa kizuizini hapo awali wameachiliwa huru baada ya kubainika kuwa hawakuwa na hatia na hawakuhusika katika machafuko hayo. Kamanda huyo alisema kuwa uamuzi wa kuwaachilia huru ulionyesha weledi wa polisi na dhamira yao ya kutenda haki hata kukiwa na shinikizo kubwa la umma. Katika taarifa yake kwa waandishi wa habari akizungumza na Jambo TV, Kamanda Maigwa alikanusha vikali taarifa zilizoenea kwenye mitandao ya kijamii zikidai kuwa vifo vilitokea wakati wa maandamano ya Tanzania katika eneo hilo la Kilimanjaro. Alitaja habari hizo kuwa za uongo, za uzushi na zenye nia ya kupotosha umma. Kamanda huyo aliwaonya wananchi dhidi ya kuamini au kueneza madai ambayo hayajathibitishwa na hayana ushahidi, ambayo yanaweza kuzua hofu na machafuko kote nchini. Kuhusiana na maandamano ya Tanzania yaliyopita, Kamanda Maigwa alisisitiza umuhimu wa wananchi kutegemea tu njia rasmi za mawasiliano na habari kwa taarifa za kuaminika kuhusu usalama na utekelezaji wa sheria. Alisema taarifa potofu na uvumi unaosambazwa mitandaoni unazidi kuwa tishio kubwa kwa udhabiti wa taifa, haswa katika nyakati nyeti za kisiasa kufuatia chaguzi zinazozozaniwa. Matamshi yake yalikariri maonyo ya awali kutoka kwa maafisa wa serikali na Wizara ya Habari kuhusiana na hatari ya habari ghushi. Vyombo vya usalama vimezidisha uwepo wao katika maeneo mbalimbali ya mikoa ya Kilimanjaro kufuatia maandamano ya Tanzania yaliyoacha maeneo kadhaa yakiwa na wasiwasi na hofu. Mwanzoni mwa wiki hii, magari ya polisi yalionekana yakishika doria katika barabara kuu, huku maafisa wakidumisha vituo vya ukaguzi ili kuzuia vurugu zozote zinazoweza kutokea. Wakazi waliripoti kuwa shughuli za kawaida za biashara zilianza polepole, ingawa wengi bado walionyesha hofu ya uwezekano wa mapigano mapya. Katika wiki za hivi karibuni, maandamano ya Tanzania yameendelea kuwa suala la kufafanua katika mjadala wa kitaifa, hasa habari ya waangalizi wa uchaguzi kutoka Umoja wa Afrika na SADC kutilia shaka uaminifu wa uchaguzi huo uliofanyika Oktoba tarehe 29. Ripoti zao zilionyesha ukiukwaji wa taratibu
na ukiukaji ambao ulidhoofisha mchakato wa kidemokrasia. Uhakikisho wa Kamanda Maigwa unakuja wakati mamlaka zinajaribu kurekebisha imani ya umma, huku kukiwa na ukosoaji mkubwa wa jinsi serikali inavyoshughulikia hali hiyo. Mashirika kadhaa ya haki za binadamu yamehusisha ghasia zilizoshuhudiwa wakati wa maandamano ya Tanzania na madai ya matumizi ya nguvu kupita kiasi ya vyombo vya usalama. Hata hivyo, uongozi wa polisi umekuwa ukikanusha madai haya mara kwa mara, ukisisitiza kuwa maafisa walijizuia zaidi na kufuata sheria. Kamanda Maigwa kutoka Kilimanjaro alisisitiza kuwa timu yake imejikita katika kulinda raia na kudumisha amani badala ya kutumia mabavu ovyo. Kamanda huyo wa polisi ya Kilimanjaro pia imeshirikiana na vitengo vingine vya mkoa kukusanya taarifa za kijasusi kuhusiana na maandamano yaliyofanyika. Maigwa alieleza kuwa shughuli za uchunguzi zimefichua watu kadhaa waliohusika na kueneza habari za uongo mtandaoni zilizochochea maandamano, baadhi yao wakiwa wanafanya kazi kwa msukumo wa kisiasa. Mamlaka zimeahidi kuchukua hatua madhubuti za kisheria dhidi ya wale watakaopatikana na hatia ya kutumia mifumo ya kidijitali kuzua vurugu na kusababisha machafuko na kueneza hofu. Wakati mvutano ukiendelea kupungua, Kamanda Maigwa kutoka Kilimanjaro alisisitiza kuwa jeshi la polisi wamedhamiria kuhakikisha haki na uwajibikaji kwa matukio yote yaliyotokea wakati wa maandamano ya Tanzania. Alitaja uchunguzi unaoendelea kuwa ni sehemu ya juhudi za kitaifa za kurejesha amani na imani kwa taasisi za nchi. Kulingana naye, utawala wa sheria utaongoza hatua zote zitakazochukuliwa baada ya maandamano hayo. Waangalizi wanaamini kuwa utulivu na kipimo cha Kamanda Maigwa kinaweza kuwa na jukumu muhimu katika kupunguza hali hiyo kufuatia maandamano yaliyotokea. Viongozi wengi wa jamii mkoani Kilimanjaro pia wamepongeza jeshi la polisi nchini Tanzania kwa juhudi zao za kuweka utulivu bila ya kutokea vurugu zaidi. Uhakikisho kutoka kwa kamanda unaoonekana kama hatua ya kujenga upya imani ya umma na kushughulikia kiwewe kilichosababishwa na machafuko ya hivi karibuni. Jijini Dar es Salaam, Arusha, mijadala kuhusu maandamano ya Tanzania pia yametawala miji hiyo, maonyesho ya vyombo vya habari na vikao vya kiraia. Baadhi ya wachambuzi huku wanahoji kuwa serikali inapaswa kuchukua wakati huu kama fursa ya kuanza mazungumzo ya maana na makundi ya upinzani ili kuzuia migogoro ya siku zijazo. Wengine hata hivyo wanaonya kwamba anga ya kisiasa inasalia kuwa tete na inaweza kutawala kwa urahisi ikiwa malalamiko ya msingi yatashughulikiwa haraka. Katika taifa zima, maandamano ya Tanzania yalitumika kama ukumbusho wa mgawanyiko mkubwa wa kisiasa na kuongezeka kwa mahitaji ya marekebisho. Watanzania wengi wanataka katiba mpya, haki kwa wahanga wa ghasia za baada ya uchaguzi na uwajibikaji zaidi kutoka kwa walio madarakani. Mashirika ya kiraia yameahidi kuendelea kutetea mabadiliko haya huku wakiitaka serikali kuweka kipaumbele katika maridhiano ya kitaifa. Katika hotuba yake ya kuhitimisha, Kamanda Maigwa alisisitiza kuwa amani imerejea Kilimanjaro kufuatia maandamano ya Tanzania na mkoa uko salama. Aliwashukuru wakazi hao kwa ushirikiano na uvumilivu wao, huku akiwahimiza kukata uvumi unaoweza kuyumbisha jamii zao.